Oh yeah, kumekuwa na mambo mengi sana yanajadiliwa kwenye mitandao ya kijamii na mashabiki, lakini pia baadhi ya watu asilimia kubwa wamekuwa kwenye sintofahamu, wanataka kuelewa ni kipi ambacho kinaendelea katika swala hili la msanii Ibra. I hope Ibra ana muda mrefu sasa tangia tu aweze kuvunja mikataba na lebo ya Konde Music Worldwide na kujitegemea rasmi kama msanii ambaye anaisimamia kazi zake yeye mwenyewe. Sasa jambo kubwa ambalo lilikuwa likitrendi na kila mmoja analifahamu hilo ni kipindi kile ambapo Ibra alitakiwa kulipa zaidi ya milioni 800, tunazungumzia bilioni 1 kwa lebo ya Konde Music Worldwide, na mambo yaliweza kusoviwa na kila kitu kikaisha. Sasa maswali ambayo watu walikuwa wakijiuliza ni kwamba msanii mchanga kama Ibra ambaye kipato chake kinafahamika na kutokana na kazi alizokuwa akizifanya na namna ambavyo alivyokuwa kwenye lebo na jinsi ambavyo yeye mwenyewe alivyokuwa akielezea mifumo mizima ya kupata pesa kwake haikuwa rahisi, lakini mpaka sasa hivi Ibra bado anapambana kusimama kwenye game yeye mwenyewe. Sasa kipi kipo nyuma ya pazia, ama ni yupi amekuwa kama msimamizi ama amekuwa ni kama sponsor au either ni kama manager wa Ibra, japokuwa ameanzisha na yeye gang lake inayoenda kwa jina la Oya Gang, lakini hana useme ni sponsor wa moja kwa moja. Hiyo ni kama team ambayo Ibra ameianzisha. Sasa kwa msanii kama Ibra ambaye malengo yake ni kufika mbali, inamhitaji atumie gharama nyingi sana kwenye kufanya production zake, ikianzia na production ya audio pamoja na video production, ambapo gharama kubwa sana huwa zinatumika huko. Ukitazama videos za Ibra ni videos ambazo japokuwa hazili gharama ya kupitiliza ama ya kutisha, lakini kitita cha pesa kinachomeka mzee, kinateketea. So inatakiwa Ibra kama ni msanii aendelee kufanya hivyo kwa muda wa miaka kadhaa mfululizo, ili tu aweze kupata recognition zaidi na kupata kipato kupitia kazi zake za muziki. Ni lazima afanye uwekezaji, investment ni muhimu kwa msanii aina yoyote. Sasa kwa kipindi ambacho yupo kwenye lebo, tunafahamu kwamba hizo zote zilikuwa zikifanyika na management yake, yani lebo ilikuwa ikisimamia kila kitu cha msanii. Sasa kwa safari hii ambapo Ibra tunajua hana pesa ya kutosha, hana uwezo ule wa kutosha sana wa kuweza kufanya activities zote za kimuziki like promotion, kufanya ma videos na kila kitu. Sasa hii hapa imekuwa ni kama ngumu hivi mtu kichwani kuamini, na bado Ibra anaonekana anaendelea kusustain kwenye game. Sasa ni kitu kipi ambacho kinazidi kumpa jeuri Ibra ya kuendelea kuwaka, ana shine, lakini pia kusustain kwenye game, kufanya music videos zake na audio production, na tukiamini kwamba hana pesa nyingi hivyo. Sasa hapa baadhi ya wadau wameanza kushirikisha kwamba Ibra maybe anasimamiwa na Diamond Platnumz, amekuwa akipata support kutoka kwake. Maybe anaweza asiwe signed Wasafi, lakini Diamond akawa ana mkono wake katika kazi za Ibra, kwa sababu ukifuatilia makini mazungumzo ya Ibra kwenye interview ambazo alizokuwa akizifanya baada tu ya kutoka Konde Gang, alikuwa akieleza jinsi ambavyo alivyokuwa akiishi kule, namna ambavyo alivyokuwa akipata support na ukaribu wake kati yake na Diamond Platnumz ulivyotengenezwa kwa mara ya kwanza, na kwa namna ambavyo Simba amekuwa akimshauri. Sasa hapa kuna doubt kidogo, watu wanasema maybe kuna namna hapa Diamond Platnumz ni kama anamsupport hivi Ibra, sababu jinsi ambavyo Ibra amekuwa akiongea na kumchukulia Diamond Platnumz kama babu kwenye muziki, anaamini kwamba kuna namna ambazo angekuwa anaweza akamshauri na kumsaidia. Lakini jopo la wadau wengi wanaamini kwamba kuna zile za chini chini ama nyuma pazia, kama Diamond Platnumz anawekeza kwa Ibra, ama kama si kuwekeza basi kuna support fulani ambayo Diamond Platnumz anaiprovide kwa msanii huyu Ibra, sababu ukiangalia Ibra hajakuwa mkubwa kihivyo, na hata kazi zake hazikuweza kumuingizia pesa nyingi kiasi hicho. Sasa ana afford vipi Ibra kuweza kusustain, kwa sababu kuna masuala mazima ya issue kama za kulipa kodi za pango,
pamoja na baadhi ya vitu vingi, kwa sababu tunafahamu muziki kuna mambo mengi. Msanii pia anatakiwa ajibrand katika sekta na engo tofauti tofauti. Sasa huko kujibrand kunahitaji pesa, na pesa hizi msanii anatoa wapi ikiwa hana pesa nyingi kiasi hiko? Sasa hapa ndipo ambapo siku zote tunasema huaga kuna zile siri za kambi ambazo hatuwezi kuzijua, lakini baadhi ya watu wamekisia kwamba inawezekana Diamond Platnumz akawa ni mojawapo ya hao ma sponsors ama watu ambao wamekuwa wakimpa big support Ibra kwa hivi sasa, ambaye anaendelea kujipambania. Na kiukweli Ibra maybe baadhi ya watu walidhani kwamba akitoka kwenye lebo kwa Harmonize anaweza akaanguka, yani akafulia. Imezoeleka kwamba wasanii wanapotoka kwenye labels mbalimbali huwa muziki wao haukui ama hawaendelei kimuziki, tofauti na wanavyokuwa kwenye lebo wanapokuwa wanasimamiwa na kupewa kila kitu. Lakini kwa upande wa Ibra akiweza mwenyewe kusimama na akaendelea kwa nguvu hii, basi tunamuona mbali katika miaka kadhaa ijayo, sababu ameweza kujikongoja mdogo mdogo, kusimama, kuweza kujisimamia mwenyewe kwenye kazi zake, kuweza kupambana kuhakikisha kwamba kila kitu kinakaa sawa. Hii sio issue ndogo ya kuweza kuchukulia poa hata mara moja. Hayo ndio ambayo yameweza kutrend, na sisi tumeona tukuletea hapa. Nikwambie tu kwamba hii ni Tanza Live TV, sehemu ambapo tunakuletea habari zote zinazoenda kutrend. Nikukumbushe kwa wewe ambaye ndio kwanza unajiunga nasi hapa, hakikisha tu kwanza umegusa maandishi mekundu hapo chini ya video hii yaliyoandikwa subscribe, lakini pia usisahau turn on notification, yani kugusa alama mbili za kengele. Kwa kufanya hivyo moja kwa moja utakuwa umejiunga nasi na hutopitwa wala kuachwa na habari za burudani pamoja na zote zinazoendelea kutrend. Update zote sisi tunakuletea hapa kwa muda uliokuwa sahihi na kwa wakati, ili tu uweze kujifunza, kuenjoy pamoja na kufurahi kwa pamoja. Lakini kwa wale ambao bado hawajiunga nasi, ni hivyo maelekezo, tuweze kuwa familia as members wa Tanza Live TV, ili habari zinapokuja sisi tuwe tunakuletea kama hizi za kina Ibra, kina Diamond Platnumz, kina Harmonize na kila kitu. Sisi tutakusogezea hapa bila kukuficha, tutaweka wazi kile ambacho tunakifahamu. So hayo ndio ambayo Ibra sasa hivi watu wamekuwa kimkabili nayo, na ukipita kwenye page ya Instagram ya Ibra utaona namna ambavyo kijana amekuwa ana shine na amekuwa akijiupdate kwenye njia tofauti tofauti. Yote hii ni kuhakikisha kwamba anafikia malengo yake ya kimuziki. Vijana wengi wanafanya muziki ili tu kuweza kujikimu kimaisha na kuzikwamua familia zao kutoka kwenye hali ngumu za umasikini na maisha duni. So kwa Ibra at least anapambana, licha ya kuwa yuko mwenyewe na ameshatoka kwenye lebo tayari, anaendelea kuonesha kwamba ana nia, na hakika penye nia siku zote huwa pana njia. Tusubiri tuone baada ya miaka kadhaa Ibra atakuwa kwenye level ipi ya usanii ama muziki na uchumi.